Kuna majani ambayo yanaitwa lantana leaves. Siwezi kujua kwa Kiswahili yanaitwaje wala kwa lugha nyingine, lakini lantana leaves unaweza enda kwa Google alafu ukaandika hivyo ukasearch. Alafu zoom utaona yanafanana na yale unajua ndio yale yanaitwa lantana leaves. So ikiwa una mtoto hawafanyi vizuri kwa shule, hasa wiki ijayo shule zinafunguliwa hapa katika nchi ya Kenya, ni vizuri uelewe ya kwamba watoto huwa hawafanyi vizuri si kwa sababu tu kwamba hawasomi. Wengi ambao wanasoma hawafanyi vizuri kwa sababu kuna vita vingi vya kiroho wanavyopitia. Kuna vita vingi vya kiroho wanavyopitia hapa na pale, na ndio maana unaweza pata ya kwamba hawafanyi vizuri. So wengine wanapigwa vita kiroho, wanaota ndoto mbaya wakiokota makaratasi wakisoma. Wengine wametumiwa maadui katika mashule. Wanafunzi watoto wako wanaweza kuwa wameambukiana na watoto wengine ambao ni maadui katika mashule. Ndio maana napongeza government kuruhusu wanafunzi kushiriki katika mashule, wanaruhusu watu wa Mungu kuingia katika mashule na kufundisha na kuleta hawa watoto karibu na Mungu kila wakati, kwa kila wiki. Ina umuhimu wake mzuri sana. Ila sasa kusaidia sana memory ya mtoto kukumbuka mambo ambayo amesoma. Wengine wanastudy vizuri kila kitu kwa bidii, ikifika kuhusu kufanya mtihani wanasahau kabisa. Naomba uchukue majani hayo ya lantana leaves ambayo unajua hata ukipata zile matunda yake inaweza saidia. Unakusanya pamoja, alafu unayachoma na kuwa majivu. Yakisha kuwa majivu, yachanganye katika lotion ya mafuta atakayotumia. Sasa atakuwa anajipaka. Au kama hakuna kitu kama hiyo, unatupa kwa maji yenye yanaogea. Ila nakushauri asibebe hayo majani akaenda nayo shule, kwa sababu hayo majivu, kwa sababu walimu hawajui ni nini ambayo imebebwa hapo. Lakini ukiweka kwa mafuta ya lotion au perfume, alafu ukimaliza uombe moyo wako kile unataka, hasa sana mzazi wa kike. Matiti yako ndiyo mtoto huyu alinyonya, so ni vizuri na unene maneno juu yake. Unavyotaka afanya mtihani, Mungu amtie. Kama kuna speli ambazo zinakuwa zinamsumbua, pia zitavunjwa tu kwa maombi yako. Alafu hao akitumia hiyo Prispit amsaidia kukumbuka na hata kuboresha utendaji kazi wake wa upande wa masomo, atafanya vizuri. So ni vizuri msisahau hii video, inaweza saidia mtu mwingine. Kama watoto wako wafanyi vizuri, basi tafuta hiyo majani uyachome, alafu fanye vile nimekuambia. Uiombee vizuri mzazi sana wa kike. Kama wa kike hayuko, wewe wa kiume omba tu. Wazazi ni wazazi, lakini kama wa kike yuko angetamka maneno sana juu yake. Mungu akubariki. Share na mtu mwingine hii video, anaweza kusaidika katika jina la Bwana. Asante.